Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni robo ya kwanza ya mwaka wa 2026, mada ya 4, mada inayosema umoja kwa njia ya unyenyekevu. Leo ni Januari 23, siku ya Ijumaa. Jifunze zaidi. Upendo wote wa Baba ulioshuka toka kizazi hata kizazi kupitia mlizamu wa mioyo ya wanadamu, chemchemi zote za huruma zilizofunguka katika roho za wanadamu, ni kama kijito kidogo tu kwa bahari isiyo na kikomo ikilinganishwa na upendo wa Mungu usio na mwisho. Ulimi hauwezi kuutamka, kalamu haiwezi kuuelezea. Unaweza kuutafakari kila siku ya maisha yako. Unaweza kuchunguza maandiko kwa bidii ili kuuelewa. Unaweza kukusanya kila nguvu na uwezo ambao Mungu amekupa katika juhudi ya kufahamu upendo na huruma za Baba wa mbinguni. Hata hivyo, hakuna ukomo zaidi. Unaweza kujifunza juu ya upendo huo kwa vizazi vingi. Hata hivyo, huwezi kuelewa kikamilifu urefu na upana, kina na kimo cha upendo wa Mungu katika kumtoa mwanawe ili afe kwa ajili ya ulimwengu. Umilele wenyewe hauwezi kamwe kuufunua kikamilifu. Lakini tunapojifunza Biblia na kuyatafakari maisha na mpango wa ukombozi, tutazielewa mada hizi kubwa zaidi na zaidi. Ellen G. White Testimonies for the Church, Volume 5, ukurasa wa 740. Tunapopokea mafunzo kama Musa katika shule ya Kristo, tunajifunza nini? Kuwa na kiburi? Kujidhania kuwa bora kuliko wengine? Hapana, kwa kweli. Kadiri tunavyojifunza katika shule hii, ndivyo tutakavyozidi kuwa wapole na wanyenyekevu. Hatupaswi kuhisi kwamba tumejifunza kila kitu kinachostahili kujua. Tunapaswa kutumia talanta Mungu alizotupa kwa ufanisi mkubwa, ili tutakapobadilishwa kutoka katika hali ya kufa na kupewa kutokufa, hatutaacha kile tulichojifunza, bali twende nacho upande wa pili. Katika zama zote zisizo na ukomo za umilele, Kristo na kazi yake ya ukombozi atakuwa mada yetu ya kujifunza. Ellen G. White Manuscript 36, mwaka 1885. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza: ni kwa njia zipi umepitia mwenyewe uzoefu wa uhalisi wa upendo wa Mungu? Darasani, zungumzia njia mbalimbali ambazo umetambua na kupitia uzoefu wa upendo wake. Swali la pili: inamaanisha nini hasa kwamba Yesu alikuja akawa mfano wa wanadamu? Wafilipi sura ile ya 2 aya 7. Linganisha na Warumi 8 aya 3. Jadili vifungu hivi kwa kuzingatia kila kimoja. Swali la tatu: kanisa katika eneo lako linakumbana na changamoto gani ili kufikia umoja? Haidhuru ni masuala gani. Kwa nini utayari wa kuwa mnyenyekevu, kutofanya neno lolote kwa kushindana wala majivuno, katika Wafilipi sura ile ya 2 aya 3, kunaweza kuwa njia bora angalau ya kuanza kushughulikia masuala hayo. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, leo tunafikia tamati ya somo hili la 4 la robo ya kwanza ya mwaka wa 2026. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.